الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم يا إخوة الفضلاء، حياكم الله وبارك الله فيكم بما اغتنمتم بهذه الأوقات والدقيقات المتبقية بعد المغرب في مسجدنا الشريف التوفيق إلى ميلا في موانزا. الله يبارك فيكم. فوجدنا وقصدنا بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن نذكركم ونقول في مسامعكم بهذه الكلمة الوجيزة الطيبة النافعة، وهي ما هي السلفية ومن هم السلف الصالح وما التعريف. Ndugu Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia kipenzi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masahaba zake mpaka yaumaddin na watakao wafuata katika njia iliyokuwa sahihi na manhaji iliyokuwa sahihi, tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie nyakati zenu ambazo mmezitoa kwa ajili ya kuja kuvuna katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ziwe katika mema ya mizani yenu siku ya kiyama. Allahumma amin. Tukiwa katika muhadhara tarehe 19 mwezi wa 8 2026 katika mji wetu wa Mwanza katika masjidi Tawfiq Ilemela. Muhadhara wetu unwani wake au unwani yake itakuwa ni nini usalafi na ni kina nani masalafi na ni upi wajibu wetu sisi waislamu juu ya mfumo huo wa kisalafi. نقول بسم الله الرحمن الرحيم السلفية في اللغة، السلفي كلغة هي اتباع المنهج السلف الصالح، نكفواتا مفهومه ننجية يويما وليستنوية. والسلف na usalafi wenyewe, السلف neno salaf katika lugha huwa man taqaddamaka fi sinni wal fadli min abaika wa dhawi qarabatika. Na neno salaf kilugha ni kila aliyekutangulia wewe katika miaka na fadla na khair na katika ubora. Min abaika, baba zako, babu zako, ndugu zako katika miaka na ubora, shakutangulia hao katika miaka na ubora katika kuja hapa duniani, katika baba zako na babu zako na baba zako wadogo na akhwaluka na wajomba zako, hao wakishakutangulia kimiaka, kikuwepo katika mazingira, katika jambo ukatanguliwa, basi hao wanaitwa as-salaf, waliokutangulia. Min abaika wa dhawi qarabatika, katika baba zako na wale ndugu zako, hao wanaitwa masalaf. Lakini istilaha ash-shar'iyya, lakini tamko la usalaf kisheria, humu sahabatul kiram, ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walio watukufu, kwa sababu wametangulia katika hii dini. Wattabi'un, na wafuasi wa masahaba
wote hao ni masalafi. Wa atba'u tabi'in, na wafuasi wa masahaba min alquruni alfadila, katika karne zilizokuwa bora, as-salasa, katika zile karne tatu bora, almashhudi lahu bilkhairiyya, zilizoshuhudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu watakaoishi katika karne hizi tatu hawa ni watu bora, ni watu safi, ni watu ambao hawana shida katika hii dini. Wa a'immatul a'lan, na wale wanaovioni wetu wabobezi katika ilmu, arrasikhuna fil ilm, waliojikita katika ilmu. Ulama wanasema wanaingia wanawazuoni arrasikhuna fil ilm katika maana ya ustadh katika hii dini kaa'immati almuslimina al-arba', kama wale maimamu wa Islam wanne: الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، الإمام محمد ابن إدريس الشافعي القرشي رحمه الله، الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى إمام السنة، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. هاو فيه ونيجيك السلف الصالح وما ولي التنبيه، هاو اليوم السلف. أما السلفية، أما السلفي هو الانتساب إلى منهج السلف الصالح، والسلف ولي التنبيه هاو اليوم السلف وما ولي التنبيه كالكهيديني. Ama usalafia wenyewe huwa intisabu, ni kujinasibisha wewe Muislamu, kujinasibisha ila manhaji salafi salihin, katika mfumo na njia waliokuwa nayo hao wema waliotangulia. Walaysa hizban suriya wala harakatan hadithatan, wala usalafia sio kikundi kilichotoka Sham kwamba kimeletwa na Muhammad bin Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, wala bin Baz wala Uthaymeen wala Fawzan wala fulani wa Allan. Usalafi sio kikundi. Mtu asema kikundi cha kisalafia, muangalie vizuri, kuwa makini, atakuwa na mapungufu katika baadhi ya mambo yake ya kidini. Kwa hiyo usalafi ni kujinasibisha wewe Muislam na ile njia na ule mfumo na yale maisha walioyaishi hao wema, hao masahaba, hao wanafunzi wa masahaba, hao wanafunzi waliosoma kwa wanafunzi wa masahaba, hao ulama al-ajilla ar-rabbaniyuna, sababu walitangulia katika dini hii. Lakini kadhalika wa huwa tamassuku bima kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabu ridwanullahi tabaraka wa taala alayhi. Na huo salafia huo ni kushikamana barabara na usawa sawa kwa yale maisha na mafunzo aliyoyaishi juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake radhiyallahu anhum fil aqidati, katika masala ya kiaqida, itikadi, imani, uamini kama alivyoamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, katika sura al-Baqara. Ikiwa waliokuja baada ya masahaba, baada ya hizo karne tatu bora, wataamini katika masaili ya kiaqida, masaili ya kiitikadi na iman, mfano na usawa wa vile ambavyo mmeamini nyinyi wewe Mtume pamoja na masahaba, faqad ihtadaw, basi wameongoka. فعلق الله سبحانه وتعالى الهداية بإيمان بمثل ما آمن به صحابة رسول الله. الله سبحانه وتعالى kalifungamanisha jambo la kusalimika, jambo la kuongoka, jambo la kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala
kwa kule kuamini kwako sawa na imani ya masahaba, vile walivyoamini, vile walivyotenda katika mambo ya kiakida wa fil ibada, na katika mambo ya ibada waabudu kama walivyoabudu hao as-salaf as-salih. Au wewe waongeza mambo yako. Kwa mfano nikikuuliza swali, wewe Muislamu unanisikiliza, man alladhi salafaka fi ibadati ihtifali bi maulid an-nabawi? Ni nani katika hawa tunawasema masahaba, wanafunzi wa masahaba, wanafunzi waliosoma kwa masahaba, kama mtume alivyosema sallallahu alaihi wasallam kwamba mtaendelea nyinyi kuwa katika khair madhali ni wenye kuwafuata hawa ambao wameniona mimi, ambao ni masahaba, na hawa watakaokuja baada ya mimi mtaendelea kuwa katika khair madhali mtafuata hawa walioona wanafunzi wangu na kadha. Hadithi sahihi. Tayeb, sasa wewe mfumo wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa maulid, kwa kusherehekea mazazi ya mtume, mazazi ya Fatimia, mazazi ya Abbasiyya, mazazi ya nani fulani na allan, huo mfumo umeutoa wapi? Ndivyo masahaba walivyotenda katika mfumo wa ibada. Mfano mdogo tu. Sasa imani yako hiyo imekwenda tofauti. Kwa hivyo usalafia sio kikundi, usalafia sio uhuni, usalafia sio magenge, usalafia sio fikra za watu, ni mfumo alioishi juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Na Allah akasema ili tuongoke, tusalimike sisi, lazima tufuate mfumo wao katika ayati kuthura, katika aya nyingi sana ikiwemo hiyo ambayo nimetaja, ili upate uongofu wa imani yako ya Uislamu sahihi na uende katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uamini sawa walivyoamini, fanya ibada sawa walivyofanya ibada masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mfumo wako wa kimaulidi huo alofanya nani? Mtume? Atakwambia hapana, mimi sina hadithi hata moja, hata mbovu inayosingizia kwamba Mtume kashawahi kujisherekea mazazi yake kuzaliwa. Sina hata hadithi inayosema kwamba sahaba kafanya. Sina hadithi inayosema kwamba tabi kafanya. Sababu mfumo wa kimaulidi haukuanza hata katika zile karne tukufu, karne bora, zile karne tatu almashhudi laha bil khairiyya ambazo Mtume amezishuhudia katika khairi. Mfumo wa kimaulidi umeanza mwaka wa 400 fi qarni ar-rabi'i, tena umeanzishwa na baadhi ya mashia wa kifatimia, na baadaye ukaja kupata nguvu mfumo wa kimaulidi katika karne ya 7 huko kuelekea katika karne ya 8 katika kipindi cha Sheikh Islam bin Taymiyyah. Na ndio maana Sheikh Islam bin Taymiyyah akayazungumza haya masuala kwa kina sana katika kitabu chake kinachoitwa Iqtida'u as-Siratal Mustaqim. Sasa mnaona hata katika zile karne bora hamna. Huo ni mfano mdogo. Sasa qis ala dhalika, pimia katika ibadati nyinginezo kama vile kuimbishana azkari baada ya sala. Mfumo huu umetoa wapi? Kwa Mtume, kwa sahaba, kwa nani? Hamna. Sasa inakuwaje wewe unajifanyia mambo katika dini? Waislamu tunanielewa? Kufuata mtume katika kila jambo, kufuata mtume katika kila jambo pia ni kuwafuata hawa as-salaf as-salih. Na kuna baadhi ya Waislamu wanasema sisi nahnu nattabi'u al-kitaba was-sunnah, tunakifuata kitabu na sunna. Wameishia hapa, hawataki kufuata masahaba. Hawa wanapotea. Na kama kuna watu wanasema hivi au wana itikadi hii, haya kuwa wanajua, basi wanaitadhilisha Qur'an, kwa sababu Qur'an ndio inasema kwamba nyinyi hamwezi kujitosheleza kukijua kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka muwafuate masahaba. Zipo ayat tunasoma hapa kutokana na muda wetu hauturuhusu kuzungumza sana katika hili, lakini twende kutokana na muda. Kwa hiyo usalafi ni huo, intisabu ila manhaji salafi salih, kujinasibu na mwenendo na mfumo na njia ya hao wema waliotangulia katika dini ambao wameinusuru dini. Lakini kadhalika kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, na ufahamu wa masahaba,
fil aqida, katika mambo ya kiitikadi, wal ibada, na mambo ya ibada, wal akhlaqi, na katika nyanja za tabia na nyenendo, suluk, uishi kama walivyoishi hao. Kwa nini? Kwa sababu al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa mjalladi wa 4 ukurasa nambari 149 anasema: wala aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi, hakuna aibu wala mapungufu wala dosari wala kulaumiwa kwa muislamu ambaye adhhara, ametangaza, amedhihirisha wazi madhhab as-salaf salih, mwenendo na njia na mfumo wa wema waliotangulia katika dini hii, wantasaba ilayhi, na akajinasibisha katika mwenendo huo, sababu ndio mwendo uliokuwa sahihi. Bali hatusemi kama ndio mwendo uliokuwa umesalimika, ndio mwendo sahihi. Wa'taza ilayhi, na akajipa nguvu, akajiamini kwa huo mwenendo kwamba safi kabisa, yupo katika njia iliyokuwa sawa. Bal yajibu qabulu dhalika minhu biittifaqi, bali kama kuna mtu ajinasibisha na usalaf, ukimsikia wewe Muislamu, watakikana ulikubali swala hilo kwake biittifaqi, kwa makubaliano ya ahli ilm, kwa makubaliano ya wana wachuoni wote, kwamba kujinasibisha na usalafi ndio njia ya kusalimika na njia sahihi, na ndio mfumo sahihi, kwa sababu ndio mfumo wa Allah, ndio mfumo wa mtume, ndio mfumo wa masahaba, ndio mfumo wa tabi'in, ndio mfumo wa ulama. Wewe una mfumo gani mwingine? Hakika. Kwa nini anasema fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan? Kwa sababu mwenendo wa masalafi, njia ya masalafi huwa haii isipokuwa ni njia ya haki, njia ya kweli, njia ya uadilifu, njia ya uwazi. Hakuna uongo katika njia ya salaf, hakuna mambo ya kuficha katika njia ya usalaf, kwa sababu masala ya kuficha hadi masala ya kihizbia, kama anavyosema Sheikh Rabi' al-Hadi Umayr al-Madkhali rahimahullah ta'ala, anasema ukiona watu wanafanya dini yao kwa mambo ya kuficha hivyo, na vikundi wanaficha sirria, hao mahizbia. Usalafu uko wazi, hadhihi da'watuna wa aqidatuna wa manhajuna, hii ndio njia yetu na huu ndio mwenendo wetu na huu ndio mfumo wetu. Limadha nattabi'u as-salaf as-salih? Kwa nini tunalazimika kuwafuata as-salaf as-salih? Anasema Ibn Hajar al-Butani rahimahullahu ta'ala akielezea kuhusiana na muradi wa as-salaf, al-murad bi madhhab as-salafi ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram, makusudio na maana ya mwenendo na madhehebu na njia ya as-salaf ni ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram, ni yale maisha waliokuwa wameishi juu yake masahaba watukufu, watabi'una, na wafuasi wa masahaba, wa atba'u at-tabi'ina, na wafuasi wa matabi wa a'immatud dini, na wale viongozi wa dini, duna man rumiya bi bid'ati, bila ya kuingia katika hao as-salaf na huo mwenendo yeyote katika mashekh, yeyote katika Uislamu aliyetajwa kwamba huyu ana mwenendo wa kibid'a, bila ya kuingia yule ambaye amesemwa kwamba yeye ana mambo ya kibid'a washtahara bilaqabin kalkhawarij, na akafahamika katika majina ya kupewa kwamba huyu ana mwenendo ya kikhawariji, huyu ana mwenendo ya kisururi, huyu ana mwenendo ya kihajawira, na Waislamu huyu ana mwenendo ya kiashaira, na makundi mengine katika firaqu dhalla, katika makundi yaliyofanyaje, yaliyopotea. Anasema al-Imam al-Qalqani al-Maliki rahimahullah ta'ala, as-salaf as-salih hum as-sadr al-awwal. Ukisikia masalaf waliowema, wao ndio kundi la kwanza, wao ndio kitovu cha kwanza katika huu Uislamu. Ar-rasikhuna fil ilm, waliokuwa wamejikita katika ilmu, fayajibu ittiba'uhum fima naqaluhu wa iqtida'u atharihim fima amaluhu,
Kwa hivyo ni wajibu kuwafuata katika yale yote ambayo wametuhamishia kutoka kwa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakatuletea sisi, na kuwafuata vile vile katika yale ambayo wameyafanyia kazi, walistighfaru lahum, na kuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tunawajibika kuwafuata masalafi? Qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansari, na waliotangulia wa mwanzo min almuhajirina, kutokana na muhajirina ni masahaba wa Makkah ambao walimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakahama naye kutoka katika mji wa Makkah kwenda katika mji wa Madina, nusratan lillahi wa lidini walislam, kwa ajili ya kumnusuru Allah, kumnusuru Mtume, kuinusuru hii dini tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio almuhajirin. Wal ansari, na maansari ashabu Madina, maansari ni masahaba wa mji wa Madina, alladhina awaw wa nasaru, wale ambao walimpokea Mtume na masahaba, wakamhami Mtume, wakamnusuru Mtume, wakaweka bai'a na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tutakulinda na kwa mali zetu na kwa nafsi zetu. Hao Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao ndio walitangulia, hao wa mwanzo, haula as-salaf as-salih, walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, na wale ambao waliowafuata katika wema wanaingia hao kina nani? At-tabi'una, wanaingia pia atba'u at-tabi'ina, alafu pia wanaingia na a'immatul a'lam, alafu na wanaingia pia na waislamu watakaowafuata katika wema. Kwa hivyo aya hii inatulazimisha sisi kuwafuata kina nani? Tunaulizana waislamu, aya hii inatulazimisha sisi kuwafuata kina nani? Mashia, Fatimia, Abbasiyya, Ahmadiyya, Naqshbandiya, au masahaba Mtume? Sufia, kina Sufia kina nani? kina al-Arab masufi, katika masufi wale viongozi masufi wakubwa, kina nani? Kina Ghurab Mirza, kina Idrus, طيب kina Ahmad Ilyas Kandaholi wa kitablighi. Na wauliza ni waislamu hawa tunawametuletea usufi wa kimaulidi na vinginevyo, hayo kina Tijania, watu wa huko. Aya hii inatulazimisha sisi kuwafuata as-salaf as-salih. Sasa unaona ghera gani wewe? Unaona tabu gani kujisema ana salafi la fakhar, mimi ni salafi? Yani manake wewe ni mfuasi wa masahaba, wewe unaona tabu gani kuzungumza hivyo? Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kumalizia, maana muda wangu unakwisha, katika kumalizia Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha kwamba sisi hatuna namna, lazima tuwafuate masahaba tu, lazima tuufuate mfumo ulioishi masahaba. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Liyaz billah. Na yule atakayekwenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfanyia ugomvi Mtume katika ibadati na aqida, katika hii dini, akaiacha njia ya almu'minuna as-sahaba, akaiacha njia ya waumini ambao ni masahaba, akawa na njia zake katika dini, Allahu musta'an. Allah mwisho anasema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko kwenye njia za kimaulidi, njia za khitma, njia za njia za khitma, njia za talqin, huko njia za kuabudu mizimu na mapango na kadha. Tutamuelekeza katika njia za usufi huko, kuimba na kucheza. Angalieni katika mitandao masufi wanapokata mauno wanacheza, eti hiyo ndio dini. Mtu anacheza kama vile amepandwa na sheitani. Yajibu ittiba'u salaf as-salih, inawajibika kuwafuata wema waliotangulia. Nataja kitu kimoja, kuna mtu mmoja simtaji jina, lakini baadhi ya walimu watanielewa, baadhi ya walimu, sitaji pia walimu wapi. Siku moja kwa khutba, mtu huyo alisoma aya katika sura al-Jinn
ya ma'shara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Anafasiri hapa imekusudiwa aya hii inakusudia kwenda mwezini. Unaona wale wazungu wanasoma maneno yetu Qur'ani wanakuwa wanaifanyia kazi wanakwenda mwezini, alafu nyinyi mmekaa tu mazuzu hapo. Tukamuita, wewe ufahamu huo wa nani? Tafsiri hiyo umetoa kwa nani? Huyu hapa Ibn Kathir rahimahullah, At-Tabari huyu hapa, Muhammad bin Jarir At-Tabari huyu hapa, huyu hapa al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Yeye anafasiri tofauti na wewe. Wewe unasemaje? Na nyinyi mmezidi bwana, usalafu wenu unakupelekeni mbali bwana, yani kila kitu wafuate masahaba. Sasa wewe unampata nani manani? Eti asimpate sahaba ambaye kamuona mtume, kaishi na mtume, kamsikia mtume akifasiri aya hiyo, anafuata ufahamu wa kina David Cameron, makafiri na aya nyinginezo kaboronga. Kwa alhasil unaona kuto kufuata fahamu kiasala katika dini ni njia ya kupotea. Anasema tunataja baadhi ya asbab za kufuata masahaba, alafu tutaje na baadhi ya aqwali za ulama kisha tuishi hapa. Moja katika sababu zinazowajibisha sisi kufuata masahaba nimezinukuu hapa. Kwanza kabisa li'annahum afharu an-nasi sira, kwa sababu masahaba ni watu ambao walikuwa na historia nzuri katika hii dini kuliko watu wote. Lakini kadhalika wa a'maq ilman, walikuwa na ilmu kubwa kuliko watu wote duniani. Wa akhlasu an-nasi quluban, na walikuwa na nyoyo zilizokuwa takatifu, walikusudia Allah na dini basi, si vinginezo. Lakini kadhalika li'annahu musahibu rasulullah wajahadu ma'a, kwa sababu pia walikuwa pamoja na mtume, walimsahibu mtume, wakawa na mtume, wakapambana vita, wakafa, wakauliwa, wakapona, wakavunjika, wakaziacha nyumba zao, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana, kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa sisi takia kuwapate na tujinasibishe nao vile vile. Lakini kadhalika arafu sirata, wakajua vizuri historia na maisha ya mtume salama. Walianna Allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi, vile vile kwa sababu pia Allah aliwachagua wao ili wawe karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile walianna Allah zakkahum wa athna alayhim wa radiya anhum, Allah anwatukuza akawasifu na akawaridhia. Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Hapo maansari wapo muhajirin wanafanya bai'a kwa sababu ya kusikia habari kwamba Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu katika al-Hudaybiyah amekamatwa, hali ya kuwa alikuwa ni naqib, alikuwa ni mjumbe, alikuwa amechukua habari kutoka mtume kwenda kule, na mjumbe wakati huo alikuwa hauliwi anapotumwa, lakini wao wakamkamata kule wakamteka. Fasha'atil akhbar, habari zikaenea kwamba Uthman ameuliwa. Mtume akawakusanya masahaba muhajirin na ansar, akaweka mkono wake hivi, hadi yadi ala Uthman, mkono wangu huu nauweka kwa ajili ya kwenda kumtetea Uthman. Kisha masahaba akaweka mikono yao chini ya mti kwa ajili ya kumtetea Uthman, kwa ajili ya kupatikana Uthman. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio akarekodi tukio hilo, akasema laqad radiyallahu, hakika Allah ameridhia, 'anil mu'minina, kuwaridhia masahaba al-ansar al-muhajirun wal-ansar, idh yubay'unaka tahta ash-shajara, ndipo walipokupa wewe kiapo chini ya mti, na Allah akajua yaliyomo ndani ya nafsi zao. Kwa alhasil yako maneno mengi ya kuzungumza na muda umetuishia. Nataja akwali za baadhi ya ulama kuonyesha kwamba sisi lazima tuwapate masahaba. Kwa mfano al-Imam al-Fudayl ibn Iyadh rahimahullah ta'ala anasema, alayka bi tariqil huda, jilazimishe na njia ya uongofu, njia masahaba. wala yadhurruka qillatu wala yadhurruka qillatu as-salikina,
wala kuwa kwamba njia hiyo ya uongofu wanaoipita ni wachache kama mnavyotuona masalafu wachache, mahizbia ndio wengi au mahizbiuna ndio wengi, maansari sunna na wataja sababu kuna watu hawana tamyizi katika hawa. Ansari sunna ni kina nani, mahizbi ni kina nani? Sawa, aiywa. Tayeb, as-salaf ni wachache. Sasa usidanganywe wewe, haitokudhuru kwamba wale wanaoipita njia ya usalafi ni wachache, wewe ukadanganyika. Wala wa iyyaka wa turuq ad-dalala, na ujiepushe na kuzipita njia ya waliopotea. Wala taftarra bikathrati halikina, wala usidanganyike na wingi wa waliopotea. Anasema al-Imam al-Awza'i rahimahullah ta'ala, isbir nafsaka ala sunnah, ilazimishe nafsi yako juu ya sunna, kwa maana juu ya kufuata mwenendo wa masahaba. Aiywa, isbir nafsaka ala sunnah, ilazimishe nafsi yako kushikamana sunna. Waqif haythu waqafa alqawm, na usimame pale waliposimama watu, maana masahaba. Waqul bima qalu, na useme kwa yale ambayo wameyasema. Wakufa amma kafu anhu, na uyazuie yale ambayo wao pia waliyazuia, bimaana katika mambo ya dini, katika mambo ya ibtidai, kuzua katika dini, kuanzisha katika dini, kumsingizia mtume salama katika dini, katika mambo ya kiibada, mambo ya akhlaqi, mambo ya miamalati, mambo ya itikadi. Kwa sababu anasema mwisho, fa innahu yasau kama wasi'ahum, kwa sababu yanakutosha ambayo yaliwatosha wao. Wasluk sabila salafika salih, ipite njia ya wema wako waliokutangulia. Hakika muhadhara huu ni mkubwa, hatuwezi kuyamaliza ambayo tumeandaa, lakini tutosheke na kwamba usalafi ni kuwafuata wema ambao wametangulia katika hii dini. Kama mlivyoona, aya ziko nyingi, ahadithi ziko nyingi, na aqwali za ulama ziko nyingi. Naktafi bihadha alqadar, wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa yusaddidana wa an yulhimana ilman nafi' wa yarzuqana at-taqwa wa an yumitana ala al-kitab was-sunnah wa yahshurana alayhima wa alayhima nahya wa alayhima namut. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت